Tunazileta salamu zetu kwenu wapendwa mnaotufuata katika kundi la Jesus is Coming Soon. Bwana Yesu atubariki, Bwana awe pamoja nasi. Tunamshukuru Mungu kwa siku njema tena ambayo ametupatia tuweze kulizungumza neno lake. Tutaomba kwa uchache ili tuingie katika kuyaangalia maneno ya Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakaribisha uwepo wako katika kipindi hiki na katika ibada hii. Tunaomba Bwana ututangulie katika neno lako, ututangulie katika haya ambayo tutakwenda kuyazungumza, ili kwamba Roho wako Mtakatifu atuongoze kwa vinywa vyetu kwa maneno ambayo tutakwenda kuyasema. Kwanza tunakushukuru kwa maana umetulinda na kutuwezesha kuona muda huu mzuri. Basi Yesu, utuongoze katika kazi yako hii ambayo tunataka kuifanya. Acha ikuzalie matunda yafaayo. Kazi hii Bwana tunaiweka mikononi mwako. Roho wako Mtakatifu azungumuze na mioyo ya watakatifu wako, ya wana wako, ili Bwana tuweze kujikabidhi sote kwa ujumla mikononi mwako. Asante kwa sababu uko pamoja nasi katika kazi hii. Utuongoze na kutulinda na kutuonekania katika yote kupitia jina la Yesu. Amen. Leo ni siku njema ambayo Bwana ametupatia tena, ametuazima pumzi yake. Tumejikuta tukiwa hai na tutakwenda kulizungumza neno lake. Na neno ambalo tumefurahishwa leo tuweze kulizungumzia ni neno ambalo litatufunza kuwa na upendo. Tutazungumza neno ambayo linalohusu hali ya upendo. Tutaangalia upendo unatokana na watu wa aina gani. Ni nani ambaye anastahili kuwa na upendo? Ni nani ambaye anakuwa na upendo ulio dhabiti? Je, ni wana wa Mungu au ni wana wa ulimwengu ambao ni wana wa shetani? Je, ni wana wa nuru ndio wanakuwa na upendo wa kweli usio na udanganyifu, au ni watu wa ulimwengu? Tutakwenda kulisoma neno la Mungu katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura yake 3 mstari wa 9 mpaka 12. Hapa ndipo tutakwenda kuliona neno hili ambalo litatufundisha kwa ajili ya upendo. Bwana Yesu asifiwe na Bwana abarikiwe sana. Tunasoma neno la Mungu katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura yake 3 mstari wake wa 9 hadi 12. Yohana wa kwanza sura 3 mstari wake wa 9 mpaka 12. Neno linasema, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Amen. 10. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri, na watoto wa Ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Amen. Tunasoma 11. Maana hii ndiyo habari mlioisikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi, si kama Kaini alivyokuwa wa yule muovu, akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya, na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Amen. Hapa tunaona upendo. Upendo huu tunaona kuna upendo wa wana wa Mungu na wa wana wa Ibilisi. Amen. Wa wana wa Ibilisi ni wa uongo, ni wa kinafiki, ni wa kuprofite maokazio fulani fulani. Neno la Mungu limetufundisha ya kwamba kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Ukiona mtu hana upendo wa dhati, hana upendo wa kweli, huyo ujue ni munafiki. Huyo ujue ni mjumbe wa shetani. Huyo umjue kwamba huyo ndugu ambaye anaonyesha upendo wa kiujanja wa kiunafiki, wa kuprofite vitu fulani,
wa kuninginia kwa vitu fulani, ujue huyo ni mwana wa ibilisi. Maana kila mtu ana kwao, kila mtu ana baba yake, kila mtu ana mzazi wake, lakini yanayokuonyesha kwamba huyu ni mwana wa fulani ni matendo yake, ndiyo yanayokuonyesha kwamba huyu ni wa fulani na huyu ni mwana wa fulani. Amen. Biblia inatuambia ya kwamba aliye wa Mungu hatendi nini? Aliye wa Mungu, aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, haishi dhambi, haishi katika matope ya dhambi. Amen. Huwa anakuwa mkengeufu sana, kwa sababu anajua baba yake hapendi wa kujichafua na matope ya ulimwengu, hapendi wa kujichafua na dhambi. Ndiyo maana sasa ukizaliwa na Mungu utakuwa na upendo wa kweli, hautakuwa na upendo wa kiujanja ujanja. Amen. Ati katika hilo twajua watoto wa Mungu wanadhihirika kwa matendo ya kutokuishi dhambi. Amen. Na watoto wa ibilisi nao wanadhihirika kwa kutenda dhambi na kuishi dhambi. Haya ndiyo yanakuonyesha kwamba hakika kuna watu ambao wamezaliwa tayari na shetani. Sio mimi nimesema, Biblia ndiyo imetuambia kwamba kuna wale waliozaliwa na Mungu wanadhihirisha matendo ya upendo wa kweli, na waliozaliwa nao na ibilisi wanadhihirisha matendo maovu. Bwana Yesu atusaidie sana, na Bwana hakika atuwezeshe. Bila neema ya Mungu ni vigumu mpendwa. Bila neema ya Yesu Kristo hakika watu wengi watajikuta wamechelewa wakati wa parapanda, wakijua walikuwa wanamtumikia Mungu lakini walikuwa wanamhudumia shetani, kwa sababu ya kukosa kitu kimoja, upendo. Upendo, Biblia inatuambia kwamba upendo ni kitu ambacho kimefunga maneno yote. Sheria, upendo ni sheria ambayo inazifunga zingine sheria zote. Amen. Usipokuwa na upendo hautamuona Mungu, maana Mungu Baba ni upendo. Amen. Ati huyu Kaini, yeye alionyesha kwamba ni kizazi cha nani? Ni mwana wa shetani. Unaweza kusema mimi ni baba yangu na mama yangu ni fulani, lakini matendo yako yanakudhihirisha wewe ni mwana wa shetani. Biblia inasema kuna wale wana wa jehanamu. Usije ukajidanganya kwamba jehanamu inazalaka, ka shetani anazalaka. Yes, anazala kupitia matunda unayoyaonyesha. Matendo nayo yatenda yanakudhihirisha wazi kwamba wewe ni mwana wa nani? Ni mwana wa shetani. Au kwa matendo mema unapoyatenda yanakudhihirisha kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Amen, amen, amen. Kumbe tujitahidi wapendwa, tuwe tunatenda matendo ya mzuri, matendo mazuri. Tuwe tunajitahidi tutende matendo yaliyo mema, ili kwamba tudhihirishe utukufu wa Mungu katika yale tunayoyatenda. Amen. Kuwa mwana wa Mungu sio kwenda unatembea polepole. Sio kwenda unajisema kwamba mimi ni Mpentekoste, mimi ni Mkatholiki, mimi ni Mromani, mimi ni mshikasaba. Matendo yako yatakudhihirisha wewe ni mwana wa nani. Ati kwamba wananibatiza, nibatiza mara 5, mara 6, mara 10, mara 1, kwamba inamaanisha wewe ni mwana wa Mungu. Hasha. Matendo yako yakiwa yamekufa, wewe si mwana wa Mungu, bali hata kama umebatizwa, wewe ni mwana wa shetani, wewe ni mwana wa ibilisi. Hata kama unaweza kutembea kwa upole sana, lakini ikiwa kama unafanya upole wa unafiki, wewe ni mwana wa shetani. Haijalishi wewe unapeana misaada kwa maskini, kama vile neno la Mungu linasema ndilo dini nzuri, unatoa misaada kwa wasiojiweza, lakini matendo yako yakiwa yamekufa, wewe ni mwana wa kuzimu, wewe ni mwana wa ibilisi pia. Bwana Yesu atusaidie sana, na Bwana tutie nguvu wapendwa, ili kwamba tuwe na matendo kama Abeli, tusiwe na matendo ya Kaini aliyemuua ndugu yake. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri, na watoto wa ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki
hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Mtu yeyote asiyetenda haki, huyo hakuzaliwa na Mungu, hatokani na Mungu, anatokana na shetani. Na huyo ambaye hana upendo kwa ndugu yake. Amen. Unaweza kusema ndugu yako wa tumbo, na ndugu wa kanisani, na ndugu mnayohudumia pamoja. Huyo ni ndugu ambaye Yesu alisema kwamba ndugu na baba zangu na mama ni hao ambao tunashiriki pamoja katika kazi za Mungu, kwa kusikia maneno ya Mungu. Hao nao ni wandugu ambao tunapaswa kuwa na upendo nao. Bwana Yesu atusaidie sana. Tuongeze neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura 10 mstari wake wa 37. Mathayo 10 mstari wake wa 37. Tusome mara moja. Neno la Mungu linasema hivi: apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Amen. Amen. Ukimpenda baba yako kuliko Mungu kwanza, wala mama kuliko Mungu kwanza, wewe haumstahili Mungu. Haustahili kuitwa mfuasi wa Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Kwa sababu Marko mtakatifu anasema akituambia hivi. Marko mtakatifu sura yake 12 mstari wake wa 30 inasema ikituambia, Marko mtakatifu sura 12:33-31 inasema, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako na kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko kumpenda Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, kwa mali yako yote, kwa nguvu zako zote. Na hakuna ingine ambayo Biblia inatuongoza kwamba tufanye kwa ajili ya kuonyesha upendo. Umpende jirani yako kama nafsi yako. Hii ndiyo amri iliyo kuu kuliko zote, upendo. Amen. Pasipo huo upendo hauwezi kumuona Mungu. Maana Mungu ni upendo. Na yeye Mungu ndiye alitupenda mwanzo wa upendo, mwisho wa upendo. Ambaye yeye ni upendo, anataka na sisi tuonyeshe upendo kwa ndugu zetu, kwa wapendwa wetu, kwa wengine watu ambao waliumbwa kama vile sisi tulivyoumbwa. Yatubidi tuwaonyeshe nini? Upendo. Hii ndiyo amri kuu ambayo inazifunga zote, upendo. Amen. Ukiangalia neno la Mungu katika Luka mtakatifu sura yake sura 10 mstari wake wa 29 mpaka 37. Acha tupasome mbio, tutatafsiri kwa uchache. Bwana Yesu atusaidie sana, na Bwana tutie nguvu ili kwamba tuweze kuyasikia maneno ya Mungu na kuyafanyia kazi kwa kuyatembelea. Tusiyasikie tu, bali tuyasikie na kuyafanyia kazi. La sivyo Bwana atakuja kuwahukumu wale ambao walilisikia neno lake lakini hawakulifanyia kazi na kulitembelea. Neno la Mungu linasema Luka 10:29 mpaka 37 inasema, naye akitaka kujidai haki alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando.
32. Na Mlawi vivyo hivyo alifika pale, akamuona, akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomuona alimhurumia. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akizitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2, akampa mwenye nyumba ya wageni, akasema, mtunze huyu, na chochote atakacho gharimiwa zaidi mimi nitakaporudi nitakulipa. 36. Waonaje wewe katika hao watatu, ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia katikati ya wanyang'anyi? 37. Akasema, ni huyu aliyemuonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Amen. Kati ya hawa, huyu Mlawi alimuona Msamaria akiwa amepigwa, yuko hoi, yuko tabani pale, wamemwacha, wamempiga. Alipomuona akapita. Atikukaja mwingine akamuona, alipomuona akapita, kaondoka zake. Ambao watu wengi wanasema kwamba huyu hana dini, haiko pamoja nasi kwa dini letu, lakini ana matendo mazuri ya watakatifu. Anakushinda hata wewe ambaye unashinda, unafanya makesha kanisani kwenye dhehebu, lakini moyo wa upendo hauna. Unabagua wengine, unawadhihaki wengine, unajiinua zaidi juu ya wengine. Lakini usisahau kwamba neno la Mungu linasema makahaba watawatangulia wamoja. Amen. Akamuonea huruma. Yesu akamuuliza, kati ya hawa watu watatu, ni nani ambaye anaitwa jirani ya huyu mtu aliyeumizwa? Yule mtu akamwambia, ni huyu ambaye aliyemhurumia, akamsaidia. Unaona sasa, Biblia inasema ya kwamba kuna rafiki ambaye anazidi ndugu wako wa tumbo. Huyu ndiye jirani mwema ambaye Biblia inatufundisha ya kwamba alimhurumia. Huku wenye madini walishapita wakaondoka zao, huku wenye vyeo walimuona wakamuhepa, wakasema, huyu haiko wetu, haiko kama sisi. Kule kujinua sasa kwa madaraka au kwa vyeo, wakampita, wakamuacha yuko katika hali ya umaututi. Lakini Msamaria akakuja, alipomuona akamchukua na kumweka kwenye punda wake, akamgaramia, akamtunzisha. Ndipo hapo Yesu akasema, nani sasa aliye jirani yake ya huyu mtu? Nani mwenye anaonyesha upendo wa dhahiri, upendo wa kweli? Akasema, ni huyu aliyemuonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Bwana tuhurumie sana. Enenda na wewe ukafanya upendo usiokuwa wa kuzingatia kwa udini. Enenda ukaonyesha upendo usiozingatia kwa vitu fulani. Alinitembelea huyu, ana gari, na mimi nitamrudishia upendo kwa sababu ana gari, na mimi nitamtembelea. Amezaa, amefiwa, amepatwa na shida fulani, nitamtembelea kwa sababu na mimi nikipatwa na shida atakuja kunitazama na vitu fulani. Huo sio upendo wa wana wa Mungu. Hiyo ni maigizo ambayo yanataka kufanana kama upendo, lakini huo ni ubaguzi. Hayo ni maigizo, huo ni kupoteza muda. Bwana Yesu tuhurumie sana. Wengi wanafanya upendo wa kinafiki, wengi wanafanya upendo wa kuninginia kwa vitu fulani. Huyu ana chake, nikimtazama naye atakuja kunitazama. Hiyo ni sufuri nafanya.
Asiye na chake siwezi kumtembelea wala kumuonyesha upendo, kwa sababu huyu ni maskini kabwela, hawezi kuja kunitazama wakati na mimi nitapata shida. Bwana tuhurumie wapendo. Huo sio upendo, huo ni uigizaji. Lakini aliye wa Mungu, Biblia inasema aliyezaliwa na Mungu huonyesha upendo wa dhahiri, huonyesha upendo wa kweli, huonyesha upendo usio na unafiki. Amen, amen. Tuangalie eti huyu Msamaria ni nani mwenye ameonyesha kwamba huyu ndiye ana upendo wa kweli? Je, ni dini? Watu wa dini tumewasikia wamepita wakamususia, lakini yule Msamaria ndiye alionekana ndiye ndugu yake, ndiye rafiki yake, ndiye jirani yake. Yesu akamwambia, enenda na wewe tende kama hivi huyu alivyotenda. Usitende kama watendavyo watu wa madini, utende kama huyu alivyotenda. Alimhurumia. Wangapi unawahurumia katika shida? Wangapi unawahurumia wakiwa kwenye vitanda vya magonjwa? Wangapi umewahurumia na kuwatembelea wakiwa kwenye msiba? Wakati gani umefanya hii kazi ya kuwatazama walio wanyonge? Wakati gani ulikumbuka wale ambao hawakukumbukwa na wengine? Wakati gani ulipiga hatua kuwatazama wale ambao wametupwa na ndugu zao, wametupwa na wakwao? Muda gani ambao unafikiria kuwatazama wale ambao ni wanyonge, wale ambao hawana kitu chochote ambacho wanaweza kurudishia wale ambao watakuja kuwatembelea kwa profit? Mangapi ambayo umeyatenda tangu wewe uko katika hilo dini au katika nafasi yoyote ulipo? Ukijiswali ni mangapi uliwatendea watu wengine? Ni mangapi uliwatendea watu wa Mungu? Kwamba hata kama mimi simjui, hata kama sio wa kabila langu, hata kama sio wa dini langu, lakini kwa sababu ni mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, acha nimsaidie kwa shida hii, acha nimtazame kwa shida hii. Maana Yesu alisema vile mlivyotendea, atasema vile mlivyowatendea wale walio wadogo ulimwenguni, mlikuwa mmenitendea mimi. Hata sema kwa sababu uliangalia ndugu yako wa tumbo au wa dini lako, ndipo uliniangalia mimi. Wale ambao wamebakizwa nyuma, wale ambao wamesauliwa, hawana hata yeyote anaweza kuwasaidia. Ukimsaidia huyu mtu wa namna hii, Bwana anakuhesabu kwamba wewe unafananishwa kama huyu Msamaria aliyemsaidia huyu mtu aliyetupwa kwenye njia akiwa amepigwa, lakini washikadini wakamuona wakampita kando kando, lakini akasaidiwa na Msamaria. Hii ndiyo upendo Mungu anataka tuwafanyie watu wengine, ili kwamba tuonyeshe hakika tumezaliwa na Mungu. Maana Yohana wa kwanza 3:9-12 alituambia kwamba kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Katika hilo watoto wa Mungu ni dhahiri, na watoto wa Ibilisi ni wa madini ambao wanashikilia dini lakini hawawezi kumsamini mtu mwingine ambaye haikuwa dini lake. Mungu atuhurumie wapendo, na Mungu atusaidie. Sababu katika Luka Yohana mtakatifu hatutapasoma. Yohana mtakatifu 13:34-35 inasema, mkipendana hivyo watu wote watatambua kuwa ninyi mmekuwa wafuasi wa wanafunzi wangu. Amen. Hivyo tukipendana kwa kweli, bila unafiki, bila uongo, bila kunafikiana, bila kuangalia huyu atanirudishia, huyu hatanirudishia, hivyo ndivyo watu wataamini na kutambua kwamba sisi ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Hawatatutambua kwamba sisi ni wanafunzi wa Yesu Kristo kwa sababu ya kushika dini. Ni kwa matendo mema. Tukipendana kwa kweli, hakuna mtu atajiinua juu ya mwingine. Kila mtu atajiweka simple. Kila mtu atamuona mwenziwe kuwa bora kama yeye. Amen. Na hapo tutachukuliana mizigo. Kinachosababisha tusichukuliane mizigo ni kwa sababu upendo wa Mungu umekauka ndani ya watu wengi. Kinachosababisha watu kutetana, kutokuchukuliana, kutokusaidiana ni kwa sababu upendo wa Mungu umetoweka ndani yao. Upendo wa kinafiki ndio umebaki ndani yao. Upendo wa sisi kwa sisi, upendo wa unafiki, upendo wa madhehebu ndio umekaa ndani yao. Wa kinafiki,
wa kusema mimi siwezi gusa hiki, mimi ni mchungaji, siwezi mtembelea Mkristo simple, mimi ni bishop, siwezi kumsaidia Mkristo simple. Hata wengine mapasta hawawezi kutoa cha 10, lakini wanawaambia ninyi toweni. Hata kama wanajua huyu ndugu ni maskini katika kanisa, hawawezi msaidia, lakini kukija michango wanamwambia na wewe unapaswa kuchanga kama wengine. Huo ndio upendo wa unafiki watu wako wanafanya kwenye madhehebu. Watoto wa ndugu wa kanisa lenu hawasomi, hawana chakula, lakini mnamtozesha tena ni pesa ya ajabu. Na mnajua ndugu yenu huyo mtu hana pato lolote lile. Bwana tuhurumie wapendwa. Wachungaji mtaulizwa mengi. Watu wa Mungu tusipojirekebisha tutaulizwa vingi sana. Mungu atuhurumie sana. Unaona mtu kabisa mnashiriki naye. Mimi niliwahi kuimba kwaya. Mnaambiwa nyote mtoe uniform. Alafu kwa kutoa uniform hawaangalii huyu hana, huyu ana kipato, acha basi tumchangie kwa pesa za korale tuweze kumuuzia huyu mwenye hajiwezi. Hawawezi kufanya hivyo watu wa madini. Niliwahi kusema wakati moja hapa, mimi nilipataga jaribu fulani, nikaibiwa vitu kambini, lakini kwaya yetu ilikuwa tunalima shamba ya kwaya. Alafu nilipokuwa mjamzito nilikaibwa mara pili. Nilikuwa sina hata unga wa kukorogea mtoto uji. Nikaenda kwa kwaya, kwa kiongozi wangu wa kwaya, nikamwambia unaweza kunikopesha hata mbegeti ya mihindi, tukipokea nitarudisha. Aliona kwamba mimi siwezi kupata hiyo namna ya kupata hiyo mbegeti ya mihindi nikamrudishie. Lakini sikukuwa nasema uongo, ningerudisha hata nusu. Lakini niliimwa msaada na wenzangu wa kwaya ambao wanaona mimi niko mjamzito, niko naenda kulima kwa shamba ya kwaya, lakini kwa sababu ninapata shida naenda kuomba wanikopesha, sio kunipatia kwa bure. Walininyima. Huu ndio upendo wa washikadini. Wanakuambia tunampenda Mungu, lakini mwenye matatizo hawampendi. Tunampenda bosi, maskini hawampendi. Wanasema tunaelekea mbinguni. Unajidanganya, mbingu ya baba hawaendi watu wa namna hiyo. Ndugu yako analala na njaa, wewe unakula, unashiba, na vingine unasaza unatupa kwenye jalala. Lakini mpendwa wako analala na njaa. Unasema tunampenda Mungu. Huendi fast. Hukuzaliwa na Mungu wewe. Amen. Unajidanganya tu. Unafanya maigizo tu. Aliye wa Mungu hatendi hivyo. Aliyezaliwa na Mungu huangalia ndugu yake akiwa katika shida na msaidia. Au kama hana kitu cha kumsaidia tamfariji. Lakini watu wengi katika madhehebu wamekuwa wachoyo wa kufa mtu. Akiona anapata shida na ana celebrate. Ana celebrate kabisa. Anasema acha akome, mwaka huu tutamsikia. Lakini tukisema tuende kwenye ibada, anakuwa wa kwanza kwenda kwa ibada. Wewe haukuzaliwa na Mungu, unatumikia bure, unatumikia dhehebu ambalo hautavuna kitu chochote. Ingelikuwa heri umrudilie Muumba wako, ili kwamba akupatie upendo wa kweli wa wana wa Mungu, upendo wa wana wa Mungu ambao Yesu Kristo alitufundisha tuwe kama yeye, tuwe na upendo kama wake. La sivyo jehanamu itakumeza. Tukiangalia neno la Mungu nimesema ya kwamba mpendane, hivyo watu watajua ya kwamba sisi ni wanafunzi wake. Yohana wa kwanza sura 2 mstari wa 15-16 inasema hivi: msipende dunia na mambo yaliyomo. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Wapenda maliksi sasa. Hawataki makazi, hawataki kusaidia wana wa Mungu, lakini wanapenda wabarikiwe. Hawapendi kutoa. Biblia inasema heri kutoa kuliko kupokea. Watu wengi hawataki hiyo mstari. Wanataka mistari ambayo ya kubarikiwa, mwaka wa kubarikiwa. Huu ni mwaka wa kubarikiwa. Huu ni mwaka wa kubarikiwa kwangu, lakini hapendi mwingine abarikiwe. Hiyo ni ole kwako wewe ambaye unayefanya hivyo.
Bwana Yesu atusaidie sana. Yohana wa kwanza sura yake 4 mstari wa 19 mpaka 12 inasema, sisi twampenda maana yeye alitupenda sisi kwanza. Tukijua kwamba yeye Mungu ndiye aliyetupenda kwanza, tutapendana. Tusipojua kuthamini upendo ambao Mungu aliyotupenda, tutaona tunda la upendo kwamba ni bure. Bwana Yesu atusaidie sana. Na Bwana tusie nguvu. Tujue kwamba ikiwa kama Mungu alitupenda, akamtuma mwanawe Yesu Kristo ili aje kutufia. Tukijua hilo, tutathamini jambo linaloitwa upendo. Na tutafurahia kupenda wengine kama vile nasi tunatamani watupende. La sivyo, tutachokea bure, utakutana umechokea bure. Mwana wa Mungu, leo ninakushauri uwe na upendo ambao ni wa kweli. Usioninginia kwa vitu fulani. Usiokuwa na faida za kuchuma kwa watu wengine. Usioelekea kwa vitu vingine ambavyo macho yako yanatamani. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia ya kwamba msipende dunia na mambo yaliyomo, lakini tupendane, tuonyeshe tunda la upendo wa ukweli. Ndipo watu watatuona kwamba sisi ni wanafunzi wa Mungu. Amen. Wanafunzi wa Yesu walikuwa pamoja kwa umoja. Kila kitu walikifanya kwa ushirika. Nasi wana wa Mungu yatubidi tuwe hivyo, ili kwamba tumrepresente Mungu ndani yetu kupitia matendo ya upendo, kupitia tunda la upendo. Yatubidi kuchukuliana mizigo, kusaidiana, kunia mamoja, kuwa pamoja kwa umoja. Hiyo ndiyo inayomfurahisha Mungu. Na hapo Bwana anapoona tumekuwa na umoja na upendo wa kweli, Bwana naye atatufurahia na Bwana atatujivunia kama vile alivyojivunia watumishi wake. Basi neno hili libaki kwenu na kwangu, litusaidie katika safari tunayokwenda kwa Mungu, ili kwamba tujue kulinda upendo ndani yetu, na siku moja tutavuna kile tulichokipanda. Jina la Bwana lisifiwe. Amen.